Nanukuu maneno ya King Kiba Master, amesema umekuwa ukiropoka sana mitandaoni bila kujiheshimu wala kuheshimu watu. Mambo vipi mtazamaji wa Erasmi TV? Jina langu naitwa Zulu na kukaribisha katika kipindi cha Oceanic Story, kipindi ambacho kinakupa story ambazo zinaigonga dunia. Basi nikusihi tu uendelee kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi cha Oceanic Story mpaka mwisho wa kipindi cha Oceanic Story. Lakini leo nimekuja na story hii ambapo mara tu baada ya tuzo za Trace Award siku zimefanyika siku za nyuma hapa katikati mwa siku hizi, zimefanyika pale Zanzibar, visiwani vya Zanzibar. Hawa Trace wameamua kutuheshimisha Watanzania. Mwaka huu zimeamua kufanyika nchini kwetu ambapo ni visiwa vya Zanzibar, ambapo tuzo hizo walihudhuria wasanii mbalimbali manguli wa muziki kutoka nchi tofauti tofauti, hususan hapa Afrika, akiwemo Lema, akiwemo Ben kutoka Kenya, akiwa Nasty C kutoka South Africa na wengineo. Lakini hizo tuzo nipitie kwa haraka, nikupe tu kionjo ambacho wasanii ambao, baadhi ya wasanii ambao walijokotea hizo tuzo, ambapo wakali wa Trala Bound kutoka pale South Africa, Jeshi la Mtumbili, ilichukua tuzo ya kuwa na wimbo bora wa mwaka 2024, ambapo Lema alikuja na msanii mwenye album bora ya mwaka 2024. Msanii huyu kutoka nchini Nigeria, Afrika Magharibi, lakini good collaboration of the year ambaye amechukua Temps and the Temporary. Hawa ni manguli kutoka Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Best video kutoka kwa Meja Ave, amekuwa ni director mzuri kupitia wimbo wa Rema ambao unaitwa D&D. Best dance of the Africa alikuwa mdada ambaye anaitwa Makazi. Mtazamaji, Makazi ni mtu ambaye ni hatari sana, kwa sababu Makazi ni msanii ambaye ana kipaji cha kudance, cha kuimba, hususan anajikita sana katika swala zima la kuimba nyimbo za asili ya Afrika ya Kusini, na dances yake na style yake kweli ukimwangalia yupo South Africa, yani anacheza Afrika. Best DJ ni Moa Brain kutoka huko Algeria, lakini best hip hop ni Mwamba huyu kutoka pale Afrika Magharibi. Best Global African alikuwa ni Simba la Masimba Dangote, Diamond Platnumz. Kwa Mwamba huyu alichukulia tuzo, alinyakulia kwa bashasha kabisa, kwa kishindo kabisa pale visiwa vya Zanzibar. Lakini mara tu baada ya kutokea hiyo shindano la Trace Award pale visiwani Zanzibar, kulikuwa na performance mbalimbali, watu walikuwa perform, wasanii walikuwa perform pale, lakini lilizua gumzo kidogo, hususan kwa wasanii wa Tanzania, akiwemo wasanii wa Tanzania kuto kuwaridhisha mashabiki wao wa pale ambapo wamepata nafasi ya kupanda stejini, lakini walishinda kutumia hizo nafasi, walishinda kuperform vizuri kabisa, wengi wao wakiwa wanashtumu wasanii wa Afrika wa Tanzania kwamba walifanya vibaya. Kufuru ilifanyika na msanii kutoka kundi la Sauti Sol pale nchini Kenya, wajirani zetu mashemeji hao. Alifanya poa sana, alifanya kama live band. Ile ilikuwa ni live band kweli, ilikuwa ni live band ambao watu walikuwa pale wameenjoy, mashabiki walienda sambamba stejini na bwana Ben. Mwamba huyu kutoka kundi la Sauti Sol kutoka nchini Kenya alifanya vizuri, alifanya collaboration yake wakati yuko kwenye live band, alifanya vizuri kabisa na mashabiki zake, lakini kupitia hiyo show ya Ben imeibua migogoro kwamba aliwafunika wasanii wa Tanzania wote, akiwemo Harmonize, akiwemo Mario, akiwemo Diamond Platnumz. Inasadikika kwamba wasanii wa Tanzania hawajui kuimba live band, kwani wasanii wetu wamezoea wanaingia na muziki, mdundo unapigwa, wanaondoka na wimbo kama wimbo. Basi baada ya kutokea hawa, moja ya mtu ambaye anashutumu sana hiyo show ni Master J.
Master J huyu amekuwa akishutumu sana kuwa wasanii wa Tanzania wamekuwa sio hawana talent ile ambayo ya kuperform kwenye live band. Master J almaarufu huyu, jina lake halisi anaitwa Joakim Malunda Kimario, maarufu kama Master J. Alizaliwa mnamo mwaka 1973. Ni mwandaaji wa muziki hapa nchini Tanzania, lakini pia ni jaji katika mashindano ya BSS kwa maana ya Bongo Star Search. Lakini Master J ni producer, ni mwandaaji, ana studio 3. Studio moja kwa ajili ya nyimbo za Bongo Flava, lakini studio 2 kwa ajili ya nyimbo za Bongo Flava, studio moja ni kwa ajili ya nyimbo za Injili. Miongoni mwa wimbo wa Injili ambao ulirekodiwa ni Hakuna Mungu Kama Wewe Bwana. Nadhani mtazamaji unajua huyu wimbo ni wa zamani sana. Kutoka pale Moshi, Kilimanjaro, walifanya vizuri sana kipindi hicho. Hiyo ilikuwa ni mikono ya kutoka ilipikwa na Master J, Joakim Malunda. Master J bwana amekuja na story amemvaa bwana Ali Kiba, mfalme wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, kwamba Ali Kiba ni msanii ambaye hajui kuimba live band. Sio Ali Kiba tu, wasanii wengi wa Tanzania wakiongozwa na Ali Kiba kwamba hajui kuimba live band. Hii imeibuka baada ya tuzo za Trace, ile tamasha la Trace Awards pale visiwani Zanzibar, baada ya kufanyika, ndio ikatokea kashikachi kama hizo kwamba Tanzania wasanii hawajui kuimba live band, hususan akimshtumu bwana Ali Kiba kwamba Ali Kiba ni mbana pua, kwa hawezi, sababu Ali Kiba ni mbana pua, hawezi kuimba live band. Lakini kupitia mahojiano mbalimbali, huyu Ali Kiba ameamua kumjibu. Amesema kwamba, nanukuu maneno ya King Kiba Master, amesema umekuwa ukiropoka sana mitandaoni bila kujiheshimu wala kuheshimu watu. Sijui unajiona nani, yani kama vile wewe ndio unapandisha watu daraja katika maisha. Mabadiliko ya akili unayoweka hadharani. Unataka tujisikie vipi sisi tunao kuheshimu? Unaropoka sana siku hizi. Umesahau brand yako iliyotengeneza miaka mingi. Unahitaji kunyamaza. Sio kila kitu watu wanasubiri utasema nini. Una dalili zote. Sio kila siku watu wote wanasubiri wewe ni nani. Kwa haya alikuwa ni maneno ya King Kiba Master, mfalme wa muziki wa Bongo Flava Tanzania, akiwa amemjibu kongwe huyu wa utayarishaji wa muziki Master J. Lakini baada ya kashikashi nyingi hapa katikati, mitandao ya kijamii kumbaa Master J, mashabiki wa Ali Kiba kumbaa Master J. Master J anazongwa na umma anamzonga sana Master J kwamba kauli aliyoitamka kwamba Tanzania hamna wasanii ambao wanajua live band. Lakini pia aliomba Ali Kiba akaamua na yeye ajibu, aombe radhi. Hamna kitu kizuri kama radhi pale ambapo unapofanya makosa, unapomkosea mtu mwingine. Producer huyu mkongwe kutoka nchi Tanzania ameomba radhi msanii Ali Kiba kutokana na kauli aliyoitoa hapo awali kuwa msanii huyo hawezi kuimba live performance na anashindana katika jukwaa moja na msanii Brian. Akihojiwa na mtangazaji DC Mwijaku kupitia Crown FM, Master J amesema kuwa ujumbe aliotoa hakuwa na lengo baya, ila alijaribu mwishoni kitu ambacho watu wamemchukulia tofauti. Akiongea kuwa alipokuwa anafanyiwa mahojiano alikuwa ameonja kidogo. Bwana Master, haya ndio alikuwa maneno ya Master J kwamba wakati anahojiwa na waandishi wa habari kwamba kuhusu muziki wa Bongo Flava kwamba alikuwa namna gani vipi, kwamba Master J alikuwa ameboost, ameenjoy, amekunywa kwamba alikuwa amestua, amekunywa vikali kidogo kwa umma. Ali Kiba na mashabiki wa Ali Kiba wapate kumwia radhi.
Mtazamaji, hamna kitu kizuri kama kumwomba mtu radhi, kwani radhi ni kitu ambacho cha kuleta hali ya usalama, ni chanzo cha kuelewana na yule mtu ambaye umegombana naye. Basi mimi nishukuru tu kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi cha Oceanic Story. Jina langu naitwa Vasco Zulu. Basi nikutakia uendelee kusubscribe, uendelee kulike, kucomment na kushare akaunti ya Erasmi TV. Asante sana kwa nami. Bye bye.